Online TV. Wajibu wa kuhakikisha kuwa uchaguzi unakuwa huru na haki na kila mtu anaona haki inatendeka. Kuhusu ubadhirifu wa fedha katika mashirika ya umma, ni waahidi wa Tanzania wote na chama changu, endapo Watanzania watanipigia kura kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi mtegemee mambo makubwa kutoka kwangu. Watumishi waliosababisha upotevu wa mali za umma tutawakamata mara moja. Yaani nikishakuwa rais, wale watumishi ambao wamesababisha hasara katika mashirika ya umma, mimi sitawasifia kwa kupunguza hati chafu. Mimi serikali yangu ninakwenda kuwakamata kwa sababu wameshatuhumiwa kutokana na taarifa ya CAG. 2, wakibainika kuwa wamejichukulia mali ya umma, tutatunga sheria kali ya kutaifisha mali zao na kufungwa jela na viboko 24 kila mwaka kwa kuwaibia Watanzania mali. Adhabu hiyo itawafanya na itatengwa siku maalumu ya taifa kwa ajili ya tukio hilo. Kwa kufanya hivyo kutaletea heshima kwa watumishi wa umma na kuleta woga wa kukwapua mali ya umma. Yaani serikali yangu nitakayoongoza, kama nitachaguliwa na Watanzania, wale watakaobainika kwamba wamefilisi mali ya umma wanakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Wakati wanapelekwa jela, katika adhabu yao kutakuwa na viboko 24 kila mwaka. Vile viboko wakati wanatandikwa inakuwa siku ya taifa, badala ya kuwa siku ya mashujaa, sasa tunakuwa na siku ya kuwatandika viboko watu walioiba mali ya taifa lakini wakiwa jela. Kwa hiyo kila mwaka tunakwenda uwanja wa Taifa, tunatangaza na magari, watu wanakwenda pale Taifa, watu wanakula viboko 24 kila mmoja, ili kukomesha watu wanaoiba rasilimali la taifa hili. Kwa kufanya hivyo, tutajenga nidhamu ya watumishi wa umma kuogopa kuiba mali za umma, kwa sababu tunakwenda kuwadhalilisha, na huku familia zao zikiona wakipigwa viboko, na TV zote za nchi hii zitawekewa sharti maalum kurusha tukio hilo la kitaifa la kumtandika viboko 24 mtu aliyokwapua mali ya umma. Ukishawazoesha hivyo hawezi kuiba, maana najua unakamatwa alafu unaenda kutandikwa viboko 24 uwanja wa Taifa. Unaweza ukaona ni adhabu ndogo kiboko, lakini ni udhalilishaji mkubwa utakaomsababisha mtu aogope kuiba mali ya umma. Nikiwa rais wa nchi hii, tutakwenda kufanya kazi hiyo ya kutetea mali za Watanzania. Waheshimiwa wajumbe, tunatamani kuwaona watumishi wa umma wakiwa waadilifu katika kutumikia umma wa Tanzania. Kwa sasa mali hizi ni kama hazina mwenyewe. NLD tunakwenda kusimamia mali za Watanzania kwa kauli mbiu ya uzalendo, haki na maendeleo, chini ya Jemedari Doyo Hassan Doyo. Kwani tuna kauli mbiu nzuri sana, tuna kauli mbiu ya uzalendo, na nchi hii gazo lake ni uzalendo umetoweka. Kwa hiyo NLD inakwenda kurudisha uzalendo wa Tanzania. Zamani ukiokota hela unatangaza msikitini, jamani kuna mwananchi kaokota 40,000. Uongo jamani? Sasa hivi sio ukipoteza, ukidondosha uko hapa karibu, jamani asogeza mguu anaifinya kwa chini. Uongo kweli? Hali ngumu, uaminifu umeondoka, uzalendo hakuna. Yaani uko hapa jamani asogeza mguu tu. Zamani unapeleka hela msikitini, inatangazwa, unarudishiwa hela yako. Ule ndio uzalendo. Tunakwenda kurudisha uzalendo katika taifa hili. Naomba niwaarifu kuwa endapo nitafanikiwa kuunda serikali, nitapunguza ukubwa wa serikali. Hili litapunguza gharama za uendeshaji wa serikali yetu na kuacha pesa za kutosha kwa ajili ya muundo wa serikali hiyo. Nimesema wakati nafanya kampeni muda mfupi uliopita, serikali iliyopo ni mzigo kwa taifa. Mishahara, mafuta ya magari, ununuzi wa magari inaikosa serikali. Mwisho wa siku tunakosa pesa ya kutekeleza miradi kwa sababu ya kulipana posho na mishahara. Mimi nikiwa rais, tunakwenda kuunda serikali ndogo kabisa. Tutabakisha pesa katika uendeshaji, tutapeleka katika miradi. Kwa hiyo nendeni mkafanye kampeni kubwa huko mitaani kuhakikisha NLD
inapata nafasi ya kuongoza serikali. Aidha, tutatumia magari ambayo hayana gharama kubwa ili kupunguza gharama za uendeshaji. Nchi yetu nyingi haina barabara nzuri. Mawilayani huko ni mapoli matupu, ni mashimo matupu. Ukienda kununua TDI ni model Land Rover milioni 25-30, mna gari za kutosha, mnafanyia kazi. Wenzetu wanakwenda kuhomoa magari ya milioni 500 gari moja. Anaendesha mtu mmoja, anapanda mule waziri na dereva wake, watu wawili wanapanda milioni 500 za walipa kodi wa Tanzania. Nikiwa rais, yale magari tunayauza. Tunakwenda kununua TDI. Tunakwenda kununua TDI kwa ajili ya kazi za mawilayani. Huko mawilayani hakuna lami, unapeleka Land Cruiser milioni 500 kwa faida ya nani? Ndugu zangu, nendeni mkawaambie Watanzania tunahitaji serikali itakayopunguza gharama za matumizi ili tuweze kupata fedha za kuendesha serikali. Tunakwenda kupunguza posho na mishahara ya wabunge ili kuwaongezea mishahara walimu na watumishi wa kada ya afya na watumishi mbalimbali wa sekta ya umma, kwani wafanyakazi wanafanya kazi kubwa iliyotukuka huku hali zao zikiwa dhaifu na maisha yao yakiwa magumu sana. Hakuna watu wanaoishi maisha magumu kama watumishi wa kada nilizotaja: afya, walimu na watumishi mbalimbali. Wana maisha magumu sana. Walimu hawa vitambulisho vyao wameviacha kwenye maduka kwa ajili ya kukopa unga na maharage. Mimi naishi kijijini, najua vitambulisho vya walimu vinakuwa dhamana kwa ajili ya kukopa, lakini hakuna mwalimu nchi ambao hana deni serikalini. Ili mwalimu ajenge nyumba lazima akakope serikalini. Mtu unalipwa 500, unakopa, unakatwa kila mwezi shilingi 300. Unaishije wewe? Na kwenda kubadilisha maisha ya watumishi wa Tanzania kwa kuwa na sera za kuwasaidia katika maisha yao. Jambo hili tutaisimamia kwa nguvu zetu zote katika serikali. Waheshimiwa wajumbe, kuhusu muundo wa serikali, kwa kuwa nchi hii ni ya mfumo wa vyama vingi, serikali tunayoiunda itakuwa ya umoja wa kitaifa. Kwa kufanya hivyo, nchi yetu itapiga hatua kubwa, hatua kubwa za kimaendeleo na kwa kasi ya 5G, na Watanzania watafurahia maendeleo ya nchi yao, kwani tafiti mbalimbali zinaonyesha Watanzania hawana furaha. Hivyo basi NLD inaenda kurudisha furaha kwa Watanzania kwa kauli mbiu yake ya uzalendo, haki na maendeleo. Hii ndiyo falsafa inayokwenda kurudisha furaha kwa Watanzania. Hivyo tuna jukumu kubwa la kufanya tuna jukumu kubwa la kufanya kazi ili tuweze kupata ushindi na Watanzania waweze kupata furaha. Waheshimiwa wajumbe, mkutano mkuu maalum, kuna jambo ambalo binafsi linanisikitisha sana na kunihuzunisha sana katika nafsi yangu. Jambo lenyewe ni kuhusu kuuawa wanachama wenzetu huko, kuuawa wananchi wenzetu, binadamu wenzetu huko ukanda wa Gaza. Mwalimu Nyerere wakati wa uhai wake, mimi nina akili timamu, kila mwaka tulikuwa tunafanya maandamano mashuleni ya kupinga mauaji ya Gaza na kuwapinga Waisraeli. Nyerere alikuwa anawaita mazayuni kwa sababu ya kazi chafu anayofanya ukanda wa Gaza ya kuua wanadamu wa ukanda wa Gaza ambao hawana hatia. Kwa hiyo nimeona kwenye hotuba yangu nigusie, kwa sababu wale ni binadamu, wanapaswa kusemewa. Kauli yetu hii ifike kwa taasisi za jumuiya za kimataifa, ione huruma ya kuweza kuwasaidia wenzetu wa ukanda wa Gaza wanaouawa na mazayuni wa Israeli. Namkumbuka Mwalimu Nyerere kwa sababu alikuwa ameasisi maandamano ya kila mwaka ya kuwapinga wazayuni kwa ajili wanawatesa watu wa ukanda wa Gaza na kuwanyang'anya rasilimali zao. Kwa hiyo nimeona kwenye hotuba yangu ya kutoa shukrani niweze kuweka jambo hili. Nimeshuhudia watoto wasiokuwa na hatia wakipigwa mabomu na kusambaratishwa kabisa na kukosa taasisi ya kuwatetea wenzetu hao kwa kiwango kinachostahili. Hivyo chama chetu kinapenda kuwapa pole ndugu zetu wa Palestina kwa majanga yanayopitia kwa sasa.